milioni 1 nitaitoa wapi? Hatimaye alipogundulika kwamba ni tu msanii wizi tu, akafukuzwa. Anamshukuru Rais Samia Suluhu Hassan alipoliona hilo na wasaidizi wake, alifukuzwa mpaka sasa yuko Kongo. Anatuma message kwenye mitandao ya kijamii kwamba Tanzania ni wenda wazimu, tunatukana wote. Anaposema Tanzania fanya na sisi tuliokaa hapo, Tanzania ni wenda wazimu. Na niliona klipu moja anaonyesha magari yake, anasema haya machuma nimeyapata huko, mtajua kama hamjui. Sasa kama sijamalizia amepost ile, haya machuma haya yamepatikana huko kwenye wa Tanzania, mtajua kama hamjui. Mtajua kama hamjui. Lakini sasa mchungaji, nirudi niulize swala moja. Huenda wahusika watakapolisikia hili hawatalifurahia sana, lakini na mimi siko hapo kwa ajili ya kumfurahisha mtu. Ndio. Twende tusipigia bomoa. Hizi huduma na haya makanisa ambao wanaufika ukweli, ndio tuiteje, ni makampuni ya watu binafsi, ndo ajira za watu? Maana watu hawatangazi kwamba ndio jamani, kwa Yesu tuombe pamoja tupate nini, tupate msaada wa Yesu. Mleteni kwangu, yani kuna watu wajasiri, mleteni kwangu. Na yule akipewa nafasi ya kutoa shuhuda, nikaambiwa nenda kwa mtu fulani, sitaki kuwataja majina, wasio kanitafuta. Endelea mtumishi. Unalindwa. Nenda kwa mtu fulani, nilipofika hapa nikajisikia wepesi, nilipokuja kuombewa nikapona. Taja jina la Yesu. Kwa unamtaja mtu. Sasa mtu anamne ukimuonya atakwambia achana na mimi, hii ni huduma yangu. Sawa? Sio huduma Yesu, hii huduma yangu. Kwa hiyo mimi nashindwa kujua huduma ya Yesu, huduma ya mtu, kampuni ya mtu. Sasa wasikilizaji, unasemaje? Kwa kuongezea hapo mtumishi, kwa kuongezea hapo. Ndio. Hilo la kuja. Nimeona mtumishi mmoja kama mjanja. Nimeona mtumishi Momposa. Akishapona mtu anasema aliyeponya ni nani? Watu wanasema Yesu. Hiyo ufunuo sio upata wapi Momposa? Hebu ongezea. Mimi sitakuwa ninasema watu au huduma za watu kama nilivyotangulia kusema mwanzo, lakini kwenye huduma zetu tuko makundi matatu. Katika huduma zetu katika kanisa tuko makundi matatu. Kundi la kwanza, kuna watu wanaohubiri kulitumia jina la Yesu ili wapate pesa. Wapo. Jina la Yesu linatajirisha. Jina la Yesu linaponya. Jina la Yesu linalinda. Wewe unalitumiaje? Jina la Yesu linabariki, jina la Yesu linasamehe dhambi, jina la Yesu linakupeleka mbinguni. Sasa watumiaji wa jina la Yesu wanatumia kwa namna gani? Kundi moja wanatumia jina la Yesu ili wapate pesa. Sasa wanapotumia jina hili ili wapate pesa, watadili na maisha ya watu, hawatadili na roho za watu. Mchungaji mwenzetu mmoja aliwahi kwenda maeneo ya Dar es Salaam, eneo fulani silitaji. Kulikuwa na nabii ana huduma yake pale. Huyu walifahamiana kabla ya kutengana huko nyuma. Aliposikia mwenzie yuko pale, alikwenda akapewa maiki, akasalimia kanisa, lakini katika kusalimia kwake alikuwa anatoa aya za Biblia. Baadaye yule mtumishi wa pale mahali alivyoona huyu anatoa aya za Biblia, akasema hivi, nyinyi wa Kristo, haleluya, huyu mtumishi tumwambiaje siku nyingine aje asije? Akasema aje, unajua watumishi kama hawa wanaongea sana, ukiwapa microphone basi umepewa nafasi ya kuhubiri. Mtumishi akampiga begani, mtumishi, tunakuandalia siku, utakuja kupiga neno hapa. Sawa mtumishi, aje asije? Aje. Sasa alipotoka namwambiaje, bwana, hapa sisi hatutoagi aya za Biblia. Ungewakimbiza watu hapa, wengine ni makahaba, tunawaombea ili wakafanye biashara yao huko, na wanakwenda wanapata mahitaji, wanapata pesa, wanakuja hapa natuletea mafungu ya 10. Rudia mchungaji, sijakuelewa. Yaani ni hivi, huyu mchungaji simtaji jina, mchungaji mwenzangu ninamjua, tuko naye kwenye huduma yetu. Alimwendea mtumishi mmoja ambaye walikuwa pamoja huko nyuma. Yeye mwenzie sasa ni nabii. Akaenda kwenye huduma yake kwa sababu wanafahamiana, akampa mikrofoni asalimie kanisa. Lakini mchungaji wetu huyu alipokuwa anasalimia kanisa, katika maneno yake kuna maneno alikuwa anatoa na maandiko matakatifu, aya za Biblia. Sasa huyu mwenyeji nabii wa pale alivyoona huyu mchungaji kuna maandiko anayatoa, akamkatiza kwa kuambia Wakristo, hawa watu kama hawa ukiwapa maiki wanahubiri,
ni watu wazuri